Iran imeandaa majibu kwa mapendekezo ya Washington ya kutatua mgogoro huo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje kutokea nchini Iran anayefahamika kama Ismail Bagheri amesema. Ameongeza kuwa wapatanishi waliopelekea mapendekezo siku kadhaa zilizopita, ikiwa ni pamoja na mpango wa pointi 15 wa Marekani ambao uliwasilishwa na Pakistan na nchi zingine rafiki. Hii ilikuwa wakati waliposema kwamba mapendekezo kama hayo ni mengi kupita kiasi, yasiyo ya kawaida na yana mantiki. Kwa kuongozwa na maslahi na mambo wanaozingatia wameweka madai yao wenyewe, amesema hivyo kiongozi huyo. Bagheri amesema kwamba pia Tehran ilikuwa imejua mapema kile ilichotaka na mistari mibaya iliyokuwepo tangu mwanzo wa majadiliano. Waliandaa majibu yao, watasema wazi yanamaanisha nini na jinsi yatakavyowekwa wazi wakati hitaji linapotokea, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Bwana Bagheri amesema. Lakini pia taifa hilo la Iran halitafungua mlango bahari wa Hormuz iwapo kutatokea usitishaji mapigano wa muda. Kwa mujibu wa taarifa iliyoripotiwa ni kwamba Iran haitafungua tena mlango bahari wa Hormuz kwa ajili ya kupita kwa uhuru wa meli badala ya kusitisha mapigano kwa muda, ambako kwa mujibu wa chanzo kilichomnukuu afisa mmoja wa Iran aliyezungumza na Reuters kimedai kwamba kiliongeza kuwa Iran pia inakataa tarehe zozote za mwisho za kufikia makubaliano, ambako pia kulingana yeye amedai kwamba mapendekezo kutoka Pakistan ya kusitisha mapigano yanazingatiwa, lakini Marekani haionekani kuwa tayari kukubali kusitisha mapigano kwa kudumu. Na hapo awali Reuters iliweza kuripoti kwamba Pakistan ilikuwa imeandaa mpango wa kusitisha mapigano unaotaka kusitishwa mara moja kwa uhasama, ikifuatiwa na makubaliano kamili ambayo yangeruhusu usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz kuanza tena. Na Axios kama shirika la habari liliweza kuripoti kwamba pande hizo ziliweza kujadili kusitisha mapigano kwa siku 45, na mnamo Aprili 5 mwenyeji wa ikulu ya White House alisema kulikuwa na uwezekano mkubwa na makubaliano kufikia Aprili 7, yani Jumanne ya kesho. Hapo awali alikuwa ametishia kushambulia miundombinu ya nishati na raia ikiwa Iran haitafungua tena mlango bahari wa Hormuz kufikia siku ya leo Jumatatu Aprili 6, na baadaye Trump aliongeza muda wa mwisho hadi jioni ya Aprili 7, yani siku ya kesho ya Jumanne mwaka huu. Na huu ndio mwisho wa taarifa fupi ya muda huu kuhusu pia hali nzima huko Mashariki ya Kati. Tunaona pia kile ambacho Iran imeweza kukizungumza kuhusu pia hatua ambazo zinasubiriwa kwa hamu kuona pia jinsi ambavyo taifa hilo litaweza kutoa mwitikio gani. Lakini kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa na Trump ni kwamba kuna mazungumzo ambayo yanaendelea hadi sasa siku ya Jumatatu, ambako ndiyo tumesubiri kuona nini hasa ambacho kitafikiwa mwafaka kwenye mazungumzo ambayo pia yalidaiwa na Trump kwamba kuna baadhi ya wapatanishi kati ya Washington na Tehran wanazungumza. Kwa hiyo tutaona kile ambacho kitakuwa kimeafikiwa, kwa sababu Trump amesema kwamba atashambulia miundombinu mingi ya kiraia na nishati huko nchini Iran endapo tu leo hakutakuwa na makubaliano ambayo pia yatakuwa sawa na vile ambavyo Trump anataka. Kwa hiyo tutaona kile ambacho kimejili, lakini tuendelea kunifuatilia kila siku na kila wakati, na umebonyeza kitufe cha neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, na usiache kushare na kulike taarifa zetu hizi. Hii ni JM TV, mimi ni Yohana Machia.